Karibu tena kwenye Moyo wa Malezi, mahali ambapo tunajifunza jinsi vitu vidogo vya asili vinaweza kuwa na mchango mkubwa katika afya ya maisha yetu ya kila siku. Watu wengi wanatumia karafuu bila kuelewa nguvu yake ya kweli. Wengine wanaiogopa, wengine wanaitumia vibaya, na wengine hawajui kabisa faida zake. Leo tutachambua kwa kina hoja 8 za kitaalamu kuhusu faida za karafuu, tukizingatia tafiti na uelewa wa kisayansi ili kukusaidia kuitumia kwa usahihi na kwa ufasaha. Ninakuomba tutaenda pamoja tuangalie hoja moja baada ya nyingine. Hoja namba 7 itakushangaza sana. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama bado haujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu ufanye hivyo sasa hivi, kwa sababu tutakuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili ya kwako wewe, familia yako na jamii nzima. Una uwezo wa kutupigia simu au kutumia ujumbe kama unahitaji ushauri wetu kwa namba 0754579224. Karibu tujifunze kwa pamoja. Karibu sasa twende tukaangalie hoja 8 za kitaalamu kuhusu faida za karafuu. Hoja ya kwanza, husaidia kupunguza uchochezi mwilini ambao tunasema ni anti-inflammatory effect. Tafiti zinaonyesha kuwa eugenol iliyopo kwenye karafuu ina uwezo wa kupunguza uvimbe na maumivu mwilini, hasa kwenye viungo na misuli. Kwa hiyo unapotumia vizuri karafuu itakusaidia sana kupunguza uchochezi kwenye mwili wako. Kwa sababu tafiti zimeonyesha kabisa kwamba eugenol ambayo ipo kwenye karafuu inakuwa ina uwezo kabisa wa kupunguza uvimbe na maumivu mwilini. Hivyo tumia vizuri, itakusaidia kupunguza uchochezi mwilini. Faida ya pili, karafuu ina antioxidants kali zinazolinda mwili. Karafuu zina viwango vya juu vya antioxidants zinazosaidia kupambana na uharibifu wa seli unaosababishwa na radicals huru, hivyo kusaidia afya ya muda mrefu. Faida ya tatu, husaidia afya ya kinywa na meno. Kwa muda mrefu, karafuu zimetumika kupunguza maumivu ya jino na kupambana na bakteria wa kinywani kutokana na uwezo wake wa antimicrobial ambao unaweza kusaidia sana kwenye kinywa na ukakupunguzia maumivu ya jino. Tukiangalia hata mababu zetu, mabibi zetu, wamekuwa wengi walikuwa wakitumia karafuu tu kuhakikisha wanatibu meno yao. Kwa hiyo karafuu inasaidia sana kwa sababu ina uwezo wa kupambana na bakteria wa kinywani. Faida ya 4, huchangia afya ya mmeng'enyo wa chakula. Karafuu zinaweza kusaidia kuongeza uzalishaji wa enzymes za mmeng'enyo, hivyo kupunguza gesi na kuboresha usagaji wa chakula. Kwa hiyo wewe kama ni mtumiaji mzuri wa karafuu, zitakusaidia sana kwenye swala zima la mmeng'enyo wa chakula, na utajikuta wakati mwingine gesi inapungua tumboni na inaboresha ule usagaji wa chakula, na pia inakusaidia hata una uwezo wa kupata choo kizuri. Faida ya 5, husaidia kupunguza msongo wa mawazo ambao tunasema ni stress. Baadhi ya tafiti zimeonyesha kuwa harufu na viambato vya karafuu vinaweza kusaidia mwili kupumzika na kupunguza msongo wa mawazo. Kale kaharufu kazuri ka karafuu, unapokuwa unakavuta kale kaharufu wakati labda unatafuna kidogo au wakati unatumia kwenye maji ya moto au ya uvuguvugu, inakusaidia wewe kurelax, kuondokana na stress. Kale kaharufu tukazuri kanakusaidia wewe. Faida ya 6, inaweza kusaidia kudhibiti sukari kwenye damu. Utafiti wa awali unaonyesha kuwa karafuu zinaweza kusaidia kuboresha usikivu wa insulini, jambo muhimu kwa watu wenye changamoto za sukari. Kwa hiyo inashauriwa kwa watu ambao wana sukari, yani wenye shida ya sukari, watumie karafuu kwa sababu inasaidia sana kuboresha usikivu wa insulini, ambalo hiyo sasa itakusaidia wewe ambaye una changamoto ya sukari.
Faida ya 7 ambayo nilikuambia kwamba itakushangaza ni kwamba inachangia afya ya mfumo wa kinga ambayo tunasema ni immune system. Karafuu zina vitamini na viambato vinavyosaidia kuimarisha kinga ya mwili dhidi ya maambukizi madogo. Kwa hiyo kama utatumia karafuu, maambukizi yale madogo yani ambao ungeweza kuyapata, itakusaidia sana wewe kukukinga na hayo maambukizi madogo. Kwa hiyo mwili wako automatically tu unajikuta unakinga. Tahadhari muhimu. Ingawa karafuu zina faida nyingi, ni muhimu kutumia kwa kiasi sahihi, kuepuka matumizi ya kupitiliza, kushauriana na mtaalamu wa afya unapokuwa na magonjwa maalum au unatumia dawa. Afya ni safari ya kila siku, na kila uamuzi mdogo unaoufanya leo unaweza kuathiri maisha yako ya kesho. Karafuu ni zawadi ya asili, lakini nguvu yake iko kwenye matumizi sahihi na ya hekima. Chagua kujijali, chagua maarifa sahihi, na chagua afya yenye uelewa. Asante kwa kuwa nasi kwenye Moyo wa Malezi, mahali ambapo tunajenga familia zenye afya, uelewa na upendo. Tuambie kwenye maoni, je, wewe hutumia karafuu kwa njia gani? Like, share na subscribe kwa elimu zaidi ya afya na malezi. Mpaka tena, endelea kulea kwa moyo.